sababu ya Mungu wetu kukiendeleza mfululizo wa vipindi ambazo tunakuwa nazo hapa. Jina langu ni mchungaji David Wanjala wa Bride of Christ Outreach Ministry kutoka Nakuru, mji wa Nakuru. Nimekuwa nikifundisha mafundisho kuhusu nabii Elia katika huu mtandao, na siku ya leo ningependa tuweze kuendelea, kwa sababu katika hayo mafundisho kunayo mambo ambayo tunaendelea kujifundisha. Kwa hivyo nakukaribisha mahali popote ambapo unanitizama. Waweza kuwa sebuleni ukipumzika, labda unakunywa chai. Waweza hata kuwa haujatoka katika chumba chako cha malazi. Pengine hata wewe uko jikoni unaendelea kutayarisha kiamsha kinywa. Na labda hata uko tu katika shughuli zako, unaendesha gari lako na wewe unatizama. Leo asubuhi hii njema nataka kukaribisha katika jina la Yesu. Tuendelee kujifundisha, kwa sababu tunakuta ya kwamba haya mafundisho yanakuwa ya muhimu sana. Yanatusaidia tuweze kuelewa na kuyajua mambo ambayo kwa kawaida labda hatungeweza kuyajua. Nataka kuomba ili tuweze kuanza katika mafundisho ya siku yetu ya siku ya leo, na wewe Mungu aweze kuwa pamoja na wewe na akubariki. Baba Mwenyezi Mungu, katika jina la Yesu Kristo, wewe Bwana umeketi katika kiti chako cha enzi. Wewe ni mtawala na hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Asubuhi ya leo Bwana Mungu, ninalihimidi jina lako na ninakutukuza, kwa sababu Bwana Mungu umeketi katika kiti chako cha enzi ambacho unatawala na ukiwa na mamlaka yote na ukuu wote na nguvu zote. Jehova, ni asante kwa sababu Mungu unatenda makuu na maajabu, na ninakupenda kwa sababu ya asubuhi ya leo. Napo Bwana fundisha hili neno, ninakuomba katika jina la Yesu, unipe Bwana usemi, unisaidie na nikaweza kulinena kulingana na mapenzi yako. Jehova Mungu wangu, hata msikilizaji wangu na muombea anaposikiliza kutoka katika eneo lolote la taifa hili la Kenya na hata Afrika na hata ulimwengu mzima, uweze Bwana Mungu kumtia hata umakinifu akaweze kuelewa. Jehova, ni asante kwa sababu wewe ni Mungu uliye mtakatifu. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba nikiamini, amen. Msikilizaji wangu, nilikuwa nimejitambulisha. Mimi ni mchungaji David Wanjala kutoka katika kanisa la Bride of Christ Outreach Ministry, kanisa ambalo liko katika mji wa Nakuru. Na siku ya leo nataka kuendelea na mafundisho ambayo nimekuwa nayapeana, mafundisho kuhusu nabii Elia. Nafundisha kuhusu nabii Elia ni kwa sababu nabii Elia, ama ule unabii uliotolewa kumuhusu haswa kucha kwake baada ya kukucha kwa mwili na kukamilisha kazi yake, ambapo ndio tunasoma, kumeleta utata mwingi, kwa sababu bado watu wengi hukizia na huendelea na dhana ya kwamba pia atakuja mara nyingine. Na ndio maana nataka tuambatane na Biblia. Ndani ya Biblia tukaweze kupata ufunuo, tukaweze kupata maelezo kamilifu. Siku ya leo tunaenda kukisoma katika kitabu cha Wafalme wa Kwanza mlango wa 19. Katika mlango wetu wa 18 tuliona ya kwamba nabii Elia ameweza kumuita mfalme Ahab pamoja na manabii wote waliokuwa 450, ukiongeza wale ambao walikuwa 400 pia waliokuwa wanahudumu katika meza ya Ashera. Kwa hivyo tukaona ya kwamba alipoenda pale akaweza kuwatia changamoto, akaweza kutenda mambo makuu hapo, akaitia Mungu wa Israeli, na Israeli wote tuliwaacha wakiwa wamesema ya kwamba Bwana ndiye Mungu, Bwana ndiye Mungu na Bwana ndiye Mungu. Na tukaona ya kwamba Ahabu alikuwa ameambiwa ya kwamba akimbie. Haleluya. Siku ya leo nataka tuangalie, tunakuta ya kwamba unaposoma katika Kutoka mstari wa kwanza mlango wa 19, Biblia inasema ya kwamba naye Ahabu akamwambia Jezebeli yale yote ambayo Elia alikuwa ameyatenda, na jinsi ambavyo Elia amekuwa ameua manabii kwa upanga. Ikawa sasa ni ya kwamba yale matendo yaliyofanyika kule katika mlima wa Karmeli, Ahab akaenda akaelezea mke wake Jezebeli matendo yaliyotukia, vile ambavyo Elia alisimama na akaweza kuwatia changamoto manabii wa Baal, akawaua mahali pale kwa upanga, na vile ambavyo nabii Elia alivyotenda katika ule mlima. Biblia inasema ya kwamba
ya kwamba Jezebeli aliposikia haya maneno, mstari wa 2, akatuma mjumbe kwa Elia na akamwambia, wacha siku ya kesho miungu anitende vivyo hivyo, kama mimi sitafanya maisha yako yawe kama maisha ya mmoja yule ambaye ulimuua. Hizi ndizo vitisho ambazo zilitoka kwa huyu mwanamke ambaye anaitwa Jezebel, na nitakuwa ninamchambua vile vile tukiendelea, kwa sababu huyo alikuwa ni mwanamke aliyekuwa ambaye ameinua madhabahu ya Ashera katika nchi ya Mungu, katika nchi ya Israeli. Alikuwa mke ambaye alikuwa mke wa Ahabu, hakuwa Mwisraeli, lakini alikuwa ametolewa kule Sidon ambako walikuwa wanaabudu zile miungu. Alikuwa mwana wa Edinibaal ambaye alikuwa pia ameinua madhabahu ya Baal katika nyumba yake. Kwa hivyo Jezebeli alikuwa ni mwanamke wa kawaida, lakini unapoendelea kusoma katika Biblia utagundua ya kwamba pia kuna roho ya Jezebeli. Na hata katika kitabu cha Ufunuo Mungu anasema ya kwamba nyinyi hamjafanya yale matendo ambayo yule mwanamke anayejiita nabii Jezebel ameyatenda. Haleluya. Tunaona ya kwamba huyu mwanamke ambaye anaitwa Jezebel hata wakati huu wa leo katika kanisa la Kristo anafanya kazi. Lakini nataka tuangalie, kwa sababu Biblia inasema ya kwamba akatuma mjumbe kwa Elia ampelekee habari. Na hii habari ilikuwa ni habari ya kutisha, haikuwa habari ya furaha, haikuwa habari ya kumchangamusha, haikuwa habari ya kumpa sifa ya kwamba umefanya vizuri. Alisema ya kwamba kesho masaa kama haya, wacha miungu wanifanye yale ambayo wewe umefanya mmoja wa wale ambao umewaua. Kama wewe kichwa chako kitakuwa pato kimepakia kwenye shingo lako, kesho ikifika kesho masaa kama haya, na wewe vile vile utakuwa umeuawa. Hayo ndiyo maneno ambayo Jezebel alituma mjumbe aweze kumpelekea nabii Elia. Kwa hivyo kawaida, kwa sababu Elia alikuwa mwanadamu, alikuwa mtu kama wewe na mimi, alikuwa mtu ambaye alikuwa na hisia, alikuwa na damu, alikuwa na mwili, alikuwa na sensa za mwili, yani hizo zinaitwa alikuwa na neurons za mwili, system yake ya mwili, the nervous system ilikuwa inafanya kazi. Ilikuwa tu ya kwamba kama yeye pia angekatwa angekufa. Alikuwa mtu wa kawaida. Kwa hivyo kusikia hayo maneno, Biblia inasema ya kwamba mstari wa 3 ya kwamba Elia alipoyaona hayo maneno aliinuka na akakimbilia maisha yake, na alikimbia na akakuja mahali ambapo kunaitwa Beersheba. Haleluya. Beersheba ambayo ilikuwa ni mji wa Yuda, na yeye alipofika Beersheba akamwacha mtumishi wake pale. Safari hii ilikuwa ni safari ya dharura, ilikuwa ni safari ambayo ilihitaji wepesi mwingi, kwa sababu kesho kabla ifike masaa hayo Elia alikuwa akimbie aondoke aweze kuenda katika himaya ya usalama. Na aliona ya kwamba hata mtumishi wake labda anamzuia ama anamchelewesha, na kwa hivyo yeye akamwambia, wewe pale Beersheba, wewe keti hapa, na yeye akakimbia. Biblia inasema ya kwamba akakimbia mbio sana. Biblia inasema mstari wa 4 ya kwamba lakini yeye mwenyewe alienda kwa siku moja, safari ya siku moja, akaingia kule nyikani. Na alipokuja kule nyikani akakaa chini ya mti ambao ni mretemu. Mti ambao mretemu akakaa pale, na Biblia inasema ya kwamba akaulizia ya kwamba yeye aweze kufa. Akasema, Bwana Mungu, imetosha. Ewe Mungu, chukua maisha yangu, maana mimi sio mwema kuliko baba zangu. Haleluya. Yeye akawa ametishika, moyo wake umesononeka. Matendo aliyokuwa ameyatenda jana yaliyokuwa matendo ya kiajabu, alikuwa amemuitia Mungu wa Israeli, na Mungu akashuka kwa moto na akaweza kuwatia changamoto wale ambao walikuwa wameinua ibada sanamu katika taifa la Israeli. Lakini tunamuona hapa ameshushika, ameisha. Tunamuona moyo wake umeteremuka na anatetemeka, na anakaa chini ya mretemu. Na Biblia inasema ya kwamba akamwambia Mungu, afadhali Mungu nife, kwa sababu mimi sio mwema kuliko baba zangu. Angalia mimi Mungu, afadhali nikufe niuwe Mungu. Akakaa pale na hakuona ule ukuu ambao alikuwa ameuona jana kwenye mlima wa Karmeli. Hakuona vile ambavyo alivyowashawishi, alivyowachallenge
the prophets of Baal, na vile ambavyo aliita Waisraeli wakamrejelea Mungu wa kweli, hakuweza kuwa na hiyo tafakari kwa sababu alikuwa ameuziwa uoga, na ule uoga ndio uliokuwa unamsaidia aweze kukimbia aondokee. Haleluya. Tunaposoma katika mstari wa 5, Biblia inasema ya kwamba yeye akalala pale kwenye mti mretemu, na angalia malaika wa Bwana akaja akamguza na akamwambia inuka na ule. Haleluya. Akiwa pale katika hiyo harakati ya despondence, katika hiyo harakati ya kutokuwa na tumaini, akalala na usingizi ukamchukua, na Biblia inasema ya kwamba malaika akaja mahali pale na akamgonga mkono hivi kwa mgongo na akamwambia inuka ule. Haleluya. Biblia inasema ya kwamba mstari wa 6, yeye akatizama na angalia, kulikuwa na mkate uliopikwa kwenye makaa, na kulikuwa na puyu la maji ambalo lilikuwa mahali kichwa chake kilikuwa, na yeye aliamka na akakula na akakunywa, na tena akarudi akaendelea kulala. Lakini wakati ambapo anaendelea kulala, mstari wa 7, Biblia inasema ya kwamba malaika wa Bwana akaja tena mara ya pili, akamguza na akamwambia inuka ule, kwa sababu safari yako unaenda ni safari iliyokubwa sana. Yeye aliamuka akala na akanywa, na Biblia inasema ya kwamba akaenda kwa nguvu za ile chakula na ile kinywaji kwa siku 40 na usiku 40, akaenda hadi katika mlima wa Horebu, mlima wa Bwana. Ukinapoangalia pale kichwa cha ujumbe wetu ni ya kwamba safari, tunaangalia Elia sehemu ya 9, safari ya Elia kwenye mlima wa Horebu, mlima wa Bwana. Na nikaweza kuongezea pale ya kwamba sauti nyororo ya utulifu, sauti ndogo ya utulifu. Haleluya. Nataka tufuatane na haya kwa sababu alipokula na akanywa, na Biblia inasema ya kwamba akaenda safari ya siku 40 na usiku 40. Hii ilikuwa ni safari ambayo baadaye tutakapoichungulia vizuri tutakuja kukuta ya kwamba mwanzoni haikuwa ni safari ambayo ilikuwa imeamrishwa na Mungu. Elia mwenyewe alikuwa ameitengeneza, na kwa hivyo alikuwa anaenda hiyo safari. Ukifuatilia vizuri utakuta ya kwamba hiyo safari ninaiita ya kwamba it was a journey to nowhere. Haleluya. Ilikuwa safari ambayo haimuelekezi popote. Ilikuwa safari ambayo Mungu hakukuwa ameianzisha, ni yeye mwenyewe alijianzishia kwa uoga. Ni yeye aliamua kukimbia kutoka katika vitisho za Jezebeli. Uelewe hivyo. Ni vyema kuelewa kwa sababu wakati ambapo Mungu atamtuma malaika wake, atakuja kumuuliza Elia pale kwenye bango la mlima wa Horebu ya kwamba wewe Elia, ni nini unafanya hapa? Haleluya. Ingelikuwa ya kwamba ni safari ya Mungu, hangeulizwa swali kama hilo. Hili swali ni swali ambalo lina disapprove kila ambacho Elia alikuwa ameenda kufanya katika mlima wa Horebu. Hata ijapokuwa ameambiwa kula, unywe, uende safari kwa sababu safari ni ndefu. It is not even now an okay. Hachapewa uungwaji mkono. Malaika anamtia tu moyo kwa sababu alikuwa akimbia hiyo safari kabisa, achoke, mwili wake ukaweze kuishiwa na nguvu. Na ndio tutaona hiyo safari, it was a very tedious journey, safari ambayo haungetamani kuiendea. Kumbuka alikuwa mlimani chana na ameweza kushawishi Waisraeli wote na wamekeukia Mungu wa Israeli. Kumekuwa na chorus ambayo inaimba na inatanda katika taifa ya kwamba the Lord is God, the Lord is God, the Lord is God. Bwana ndiye Mungu, Bwana ndiye Mungu, Bwana ndiye Mungu. Miungu za Baal zimetupiliwa mbali. Lakini sasa ako safarini ambaye hii safari inamuelekeza hakuna. The journey to nowhere. Alikuwa anakimbia safari ya bure.
Ijapokuwa malaika amemkuta kwa sababu alikuwa katika harakati ya kupoteza tumaini, na akamtia moyo akamwambia, amka ukule ukunywa na uende, maana safari ni mrefu. Haleluya. Biblia inasema akaenda mpaka mlima wa Horebu. Mlima wa Horebu alikuwa katika harakati ya kufunga. Na Biblia inasema ya kwamba na alipofika pale kwenye pango, akaingia pale na akaweka makazi yake mahali pale. Haleluya. Na angalia neno la Bwana likamujia na likamuuliza, what do you here, Elijah? Haleluya. Ndio maana unaangalia hili swali ni swali ambalo, the question that is not approving his mission in that cave of Mount Horeb. Ni mission ya kuonyeshana kile Elia alikuwa anafanya pale, it was not sanctioned by God. Anaulizwa, what are you doing here? Ameingia kwenye pango. Biblia inatuambia amelochi pale, na neno la Bwana linakuja linamuuliza, na halikumuuliza mara moja, lilimuuliza mara mbili. Haleluya. Na kisha wakati ambapo aliulizwa hiyo mara mbili, alipewa mashauri. Tutafika hapo. Mstari wa 10 unasema, na yeye akasema, namuonea wivu Mungu, Bwana Mungu wa majeshi, maana wana wa Israeli wameacha agano lake, wameangusha madhabahu yako, na wameua manabii kwa upanga. Na mimi, hata mimi peke yangu nimesalia, na wanatafuta maisha yangu wayaondoe. Haleluya. Haya maneno ni mazito sana, maana utakapokuwa naendelea utakuta ya kwamba wakati ambapo ananakiliwa kuhusu haya maneno na mtume mmoja katika Agano Jipya, anasema ya kwamba Elia alikuwa anaomba kinyume cha watu wa Mungu. He was interceding against Israel. Wawezaje kuomba kinyume cha watu wale ambao umeitwa uende wakomboe, waondoe kwenye minyororo, uwarejeshe kwa Bwana, uende walete katika ibada ya kweli? Unawezaje kuomba tena kinyume chao? Shikilia hilo, kwa sababu utakuja kutambua ya kwamba mtume mmoja, nitakuja kusoma baadaye, si leo lakini katika vipindi zinazokuja, ya kwamba huyu mtume mmoja anasema ya kwamba ati Elia alikuwa anaomba kinyume. Nasikiza haya maombi, anasema ya kwamba mimi naonea na kuonea wivu, ewe Bwana Mungu wa majeshi, kwa sababu wana wa Israeli wameacha agano lako, wameangusha madhabahu, na wamewaua manabii kwa upanga wao. Na mimi, naam, hata mimi peke yangu ndiyo nimesalia, ama ndiyo nimebakia, na wanayatafuta maisha yangu waweze kuyaondoa. This revelation, ama huu ufunuo ambao ulitoka katika moyo wa Elia, ilimsababisha Mungu aanze kumalizana na Elia katika hiyo safari. Maana unapoangalia vizuri kwenye macho ya Mungu, alimtizama mtu ambaye he was so discouraged, mtu ambaye ushujaa aliyokuwa nao jana haupo tena, siku 40 zilizopita haupo tena. Kumbuka ameenda 40 days and 40 nights kwa nguvu za ile chakula ambaye alipewa pale, akiwa chini ya mti mretemu inaitwa juniper tree, na aliacha mtumishi wake na ako peke yake, na anakabiliana na Mungu kwenye mlima wa Mungu, Mount of Horeb.
ambapo kule ndiko alikuwa anapokea mashauri. Ameshtaki Waisraeli katika ule mlima. Bado ijapokuwa aliwageuza mioyo zao na wakasema the Lord is God, the Lord is God, lakini yeye bado anaona hawa watu ni kama walikuwa tu wanaongea kitu ambacho hawakuwa wanamaanisha. Na ndiye anasema ya kwamba wameangusha madhabahu yako. Na kumbuka hiyo siku 40 zilizopita alikuwa amerekebisha hayo madhabahu. Alikuwa amerejesha. Alikuwa ameokota mawe 12. Hawa makabila 12 wa Israeli alikuwa tayari amewarejesha kwa Mungu. Maneno haya hayakwenda vizuri. Na ndiyo maana unaona Mungu anamuondoa Elia from the equation. He sets him aside. Tutasikia hayo maneno kwa muda usio mkubwa. Biblia inasema, haleluya, inasema akaambiwa, sauti ya Bwana ikamwambia, go forth and stand upon the mount before the Lord. Endelea mbele na usimame juu ya mlima mbele za Bwana. Haleluya. Usikilize vile Bwana atanena. Enda sasa usimame juu ya mlima before the Lord. Hii inadhihirisha ya kwamba safari hiyo ya siku 40 na usiku 40 bila kukula kitu, bila kunywa maji, it was without God of Israel. Praise the name of the Lord. Ilikuwa ni safari isiyo na Mungu wa Israeli. Na ndio unaona sauti inamwambia sasa, enda usimame juu ya mlima mbele za Bwana. Nashukuru Mungu kwa sababu ndani ya moyo wa Elia utiifu haukuwa umeondoka. Alitii na yeye akaenda akasimama juu ya mlima. Na neno nasema, angalia, Bwana akapita. Na Bwana alipopita, kukawa na upepo mkali, kisulisuli cha upepo kilichopasua milima na kikavunja kwenye vipande mawe mbele za Bwana. Lakini Bwana hakukuwa katika kile kisulisuli. Haleluya. Kisulisuli kilitokea, kikatingiza na kikavunja sio tu mlima lakini milima. Na Biblia inasema ikapasua mawe. Na Elia kaona, lakini Bwana Mungu hakukuwa katika kile kisulisuli. Haleluya. Njia za Mungu ni njia kuu sana. Hata Elia mwenyewe hakuzielewa. Na ndio Mungu anadhibitisha, anamuonyesha mamlaka yake yaliyo juu ya kila kitu. Haleluya. Nguvu zake za ajabu. Analeta kisulisuli, upepo wa kisulisuli mkali. Unapasua milima, unapasua miamba. Lakini alipochungulia, Biblia inasema Mungu hakukuwa pale. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Biblia inasema baada ya kile kisulisuli kukacha mtetemeko wa ardhi mkali zaidi. Akasikia mtetemeko, lakini Bwana hakukuwa katika ule mtetemeko. Hallelujah. Hiyo ni mstari wa 11. Biblia inasema na baada ya mtetemeko moto. Elia alikuwa amemzoea Mungu wa moto. Maana siku 40 zilizopita amemuita Mungu. Ameshuka kwa moto wa ajabu. Moto ulioteketeza sadaka iliyowekwa kwenye
madhabahu ambayo alikuwa ameyachenga, maji yaliyomiminwa pale na kuni zilizowekwa mahali pale, maji yalijaa mitaro. Biblia inasema moto ulishuka ukalamba, ukateketeza, ukakula kila kitu na hakuna kitu kilichobaki. Lakini tunaona wakati huu moto ulipokuja, Biblia inasema lakini Bwana hakuwa katika ule moto. Unaona, Mungu anathibitishia Elia ya kwamba yeye ni Mungu mkuu zaidi ya kila kitu, hata zaidi ya ufahamu wa Elia. Laiti kama Elia angesikia hiyo sauti ya Jezebeli na amgeukie Mungu wa Israeli amwambie, ni wewe Mungu ulinituma katika hii safari. Haleluya. Utakuja kushangaa, kwa sababu baadaye wakati Asaheli ametiwa mafuta, anapokuja akiwa anaendesha farasi yake, alipofika pale kwenye mji ambao Jezebeli alikuwa anaishi, Biblia inasema aliangalia juu, akaona macho yamepakwa rangi, nywele imetengenezwa vizuri, aipenzo imewekwa hapa na midomo imewekwa rangi. Akaona macho amechungulia kwenye dirisha, hakuangalia mara ya pili. Alijua huyu ndiye yule Jezebeli, mwanamke ambaye ameangusha taifa la Mungu, na akatamka ya kwamba nani hapo juu aliye upande wangu? Biblia inasema matowashi wawili au watatu wakajibu wakasema ni sisi. Akasema msukume aanguke, apasuke. Na kisha Jezebeli alisukumwa akaanguka na akapasuka. Hakutumia upanga, hakutumia silaha yoyote, kwa maneno peke yake. Yule mwanamke aliyetisha Elia mpaka akamuondoa katika mwendo wa Mungu, akamuondoa katika njia za Mungu, akamuondoa katika njia za Mungu. Yule mwanamke ambaye alitisha Elia akamsababisha akimbie nje ya mapenzi ya Mungu. Biblia inasema ya kwamba Jehu alikuwa Jehu, si Asaheli alikuwa Jehu. Jehu alitangaza tu akauliza, ni nani aliye upande wa Mungu? Na huyu mwanamke akauawa. Pale Biblia inasema baada ya moto kukacha sauti ndogo nyororo, sauti ndogo tulivu, sauti ndogo ambayo haikuwa na mbwembwe, ilikuja tu kwa utulivu. Na Biblia inasema ya kwamba mstari wa 13, ilitukia kwamba wakati Elia aliposikia hiyo sauti, akajifunga joho lake na akaficha uso wake, na yeye akatoka nje na akasimama katika mwingilio wa hilo pango. Na Biblia inasema naangalia pale, sauti ya Bwana ikaja na ikamuuliza, Elia, ni nini unafanya hapa? You see? Hii ni mara ya pili anaulizwa, what are you doing here? Mtu akija kupata mahali ya kuuliza ni nini unafanya hapo, inamaanisha huyu mtu sio yeye alikwambia uende mahali pale. Mungu akashangaa Elia alikuwa anafanya nini mahali pale, kwa sababu siku 40 zilizopita alikuwa amemtuma katika mlima wa Karmeli. Na hapo ndipo Mungu anajua, alimsaidia akakimbia mbele ya gari la farasi na akafika mbele na akaweza kufika mbele ya mfalme. Hapo hivyo Mungu alikuwa na yeye. Lakini kutokea pale utesi ule ulipoletwa kutoka kwa Jezebeli, yeye akatoroka na akakimbia katika mlima wa Horebu.
Hiyo safari haikuwa ya Mungu. Hiyo ilikuwa ni safari ambayo yeye mwenyewe alijitengenezea. Na ndio unasikia anaulizwa ni nini unafanya hapa? Na kumbuka hapo mwanzo malaika amemuuliza na yeye akashitaki Waisraeli. Hapa Mungu hakumruhusu tena kushitaki Waisraeli. Haleluya! Mungu hakutaka hata amchibu. Lakini kama kawaida yeye akarudia yale maneno yake. Mashtaka yale aliyoyarudia pale penye tulisoma katika mstari wa 10. Mstari wa 10 akasema, haleluya. Mstari wa 14 akasema, and he said, I have been very jealous for the Lord God of hosts, because the children of Israel have forsaken your covenant, thrown down your altars. Hallelujah. Have forsaken your covenant, thrown down your altars, and slain your prophets with the sword. And I, even I only, I am left, and they seek my life to take it away. He recited the same reservations that he made to the angel of the Lord. Akarejelea yale maneno ambayo alikuwa ameyafanya kwa yule malaika wa Bwana. Mashtaka yale. Sikiza vile Bwana alimjibu. Biblia yangu imeandikwa kwa red, kumaanisha ni maneno ya moja kwa moja aliyotamka kutoka kwa kinywa cha Bwana. A verbatim quotation. Hivi ndivyo Bwana alimjibu. Mstari wa 15, naye Bwana akamwambia, enenda urejelee ile njia nyikani. Unaona? Mungu anamrudisha aende the same way that he came. Ndio ujue haikuwa safari ya Mungu. Mungu hakuwa ameiunga mkono. Anamrudisha tena siku 40 na usiku 40. Ile safari ambayo alikimbia. Aende mpaka nyikani, aende mpaka Damascus, aende mpaka Beersheba, aende mpaka kwa mretemu aliyokuwa ameketi, arejee pale mpaka arudi katika mji wa Jezreel. Akaambiwa, wewe enda na urudie hiyo njia nyikani ya Damaski. Na utakapofika kule Damaski, angalia, sikiza vizuri kwa makini msikizaji wangu. Anapewa instructions ambazo zilistahili kutimilika, kutekelezwa kwa ule mpangilio. Utakuja kugundua ya kwamba kwa sababu ya uchovu ambao Elia alikuwa nao, he was not very careful about these instructions. Hakuenda kuzitekeleza. Mungu anamwambia ukifika Dameski, anoint Hazael awe mfalme wa Syria. Ben-Hadad ndiye alikuwa anatawala Syria, na Mungu akataka kutekua uongozi wa Ben-Hadad. Akasema ukifika pale, anoint Hazael, wewe umtie mafuta Hazaeli. Hakumwambia Elia umshauri mtu mwingine ama umtume mtu mwingine aende amtie mafuta. Ndio unaona Yakobo anapoandika anasema alikuwa mtu ambaye alikuwa na hisia kama zetu, failures. Elijah alikuwa na failures also. Kuna achievement ambazo alifanya, lakini kwa sababu ya ubinadamu, haleluya, alikuwa na upungufu wake. Upungufu ambao tunauona hapa. Mungu akamwambia enda utie mafuta Hazaeli
awe mtawala juu ya Syria, na uende umtie mafuta Jehu mwana wa Nimshi, utamtia mafuta awe mtawala wa Israeli. Kumbuka Israeli ilikuwa inatawaliwa na Ahab. Tayari Mungu anaondoa Ben-Hadadi wa Syria, anaondoa sasa Ahab wa Israeli, anamtia Jehu. Na mtu wa tatu akasema, haleluya, na uende umtie mafuta Elisha mwana wa Shafati wa Abel-Mehola, utamtia mafuta yeye akuwe nabii katika nafasi yako. Assignment tatu. Na Mungu akasema ni kwa sababu gani alitaka hao watu watiwe mafuta, mpendwa? Kwa nini Mungu alitaka Azaheli akuwe anointed kama mfalme wa Syria? Kwa nini Jehu alikuwa atiwe mafuta kama mfalme wa Israeli? Na kwa nini Elisha mwana wa Shafati wa Abel-Mehola alikuwa atiwe mafuta awe nabii mahali pa huyu Eliya? Neno linasema mstari wa 17, itakuja kutimia ya kwamba yule atakayeepa upanga wa Azaheli, Jehu atamuua, na yule atakayeepuka upanga wa Jehu, Elisha atamuua. Unaona, huo ndio mpango ambao Mungu alikuwa ameweka. Akasema huyu Azaheli atatekeleza mapenzi yake, Jehu atatekeleza mapenzi yake, na Elisha atatekeleza mapenzi ya Mungu. Ninaposema mapenzi yake, nasema mapenzi ya Mungu. Hao watu watatu ambao Mungu alikuwa amesema Eliya awatie mafuta, walikuwa watekeleze kusudi la Mungu. Haleluya. Walikuwa waue yule Jezebeli ambaye amemtisha na pia Mungu. Walikuwa waondoe nyumba ya uovu ya Ahabu katika nchi. Walikuwa waoshe, ilikuwa kama ni karika, wakuja waondoe uchafu, the debris and the remains, the rubble of idolatry from the land of Israel. Hallelujah. Magabi yale, vitu zile, mambo yale yaliyokuwa yamesalia, mambo yale yaliyokuwa yamezaliwa, carovers of idolatry in the land, Azaheli alikuwa ateremushe. Yakimshinda Jehu alikuwa asukume, na Elisha alikuwa malizie. Hallelujah. Na Mungu akasema mstari wa 18, very important, this is closing to Elijah. Elijah aliyekuwa anaishi katika ulimwengu wake, aliyekuwa anatazama haoni mtumishi mwingine wa Mungu, aliyekuwa anaangalia anasema ni mimi peke yangu na ni mimi, hata mimi. Na waja hivyo Mungu anatafuta kunimaliza, wanatafuta kuniua. Mungu akamwambia, na hata sasa nimeacha watu 7,000 katika Israeli ambao magoti yao haijamuinamia Baal na vinywa zao hazijamkumbatia Baal. How could this be possible? 7,000 people in Israel. Eliya akawa disapproved. Mungu akamdisapprove. Mungu akamuonyesha Eliya, sikiza, kuna watu 7,000 Israeli hii ambao magoti yao haijapigwa mbele ya Baal. Kuna watu 7,000 katika Israeli hii ambao vinywa zao hazijamkumbatia Baal. Haleluya. Eliya alishtuka. Alikuwa anajua Obadia, alikuwa ameficha manabii 100. Hawa 7,000 walitoka wapi? Na kwa nini hajawahi waona? Wapendwa, nataka kukuambia wewe mtumishi wa Mungu ambaye Mungu amekuita, usifikirie ya kwamba wewe tu ndiwe ambaye unaabudu Mungu. Maana Mungu wa Israeli, yeye ako na njia zake, amewaficha. Wewe haujawahi waona. Wako bora kukuliko, maana hata wewe umetetemekea Ashera. Wewe umetoroka kutoka kwa Ashera,
na umeondoka katika njia za Mungu, lakini hawa Mungu amewahifadhi, Mungu amewaweka, Mungu amewaficha, Mungu hajawafunua, anawafunua kwa wakati wake. Haleluya. Biblia inasema mstari wa 19, kwa hiyo yeye aliondoka na akaenda na akampata Elisha mwana wa Shafati, ambaye alikuwa analima na ng'ombe 12, na yeye alikuwa na kikundi cha 12 cha ng'ombe. Elia akapita pale na akachukua choho lake akamugusa Elisha na hakusema kitu. Biblia inasema Elisha mara moja akaacha kundi lile ambalo alikuwa analima nalo. Labda yeye ndiye alikuwa ameshikilia chembe, ama yeye ndiye alikuwa anaongoza ng'ombe labda. Lakini Biblia inasema yeye ndiye alikuwa na kundi la 12. Ng'ombe hulima 2 ama 4. Na hawa ni ng'ombe ndume. Na wao wanawekwa nira ambayo iko na nyororo. Na nyororo ile pia inaenda inashikanishwa na chembe kule nyuma. Kwa hivyo inawezekana Elia ndiye aliyekuwa sana yeye ndiye Elisha alikuwa ameshikilia hilo chembe. Ndio Yesu atakuja kusema ya kwamba mwenye ameitiwa ufalme na yeye anachali kuhusu chembe, yeye hafai kwa ajili ya ufalme. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Biblia inasema yeye akaacha ng'ombe zake na akakimbia akamfuata Elia. Na akamwambia Elia, wacha mimi niende niwaage baba yangu na mama yangu, alafu kisha nitakuja nitakufuata. Elia akamwambia, rejea tena, maana ni nini mimi nimekufanyia? Hallelujah. Return, go back. What have I done? Nataka kusoma vifungo viwili katika Agano Jipya. Luka 8:21. Luka 8:21, na niko karibu kukamilisha. Luka 8:21 inasema, and he answered and said to them, my mother. Hallelujah. Ni Mathayo 8:21, excuse. Matthew chapter number 8 verse 21. Acha tusome, kisha pia nitasoma Luke. Matthew 8:21 inasema, and another of his disciples said to him, Lord, allow me first to go and bury my father. Bwana, niruhusu kwanza niende nimzike baba yangu ambaye amekufa. 22 inasema, lakini Yesu akamwambia, nifuate mimi, na wacha wafu wasike wafu wao. Haleluya. Nasoma Luka 9:61. Luka 9:61 inasema, and another say, Lord, I will follow you, but let me first go bid them farewell, which are at home at my house. Ya kwamba Bwana, mimi nitakufuata, lakini wacha kwanza niende niwaambie kwa heri wale walio nyumbani na wenye wako kwa nyumba yangu. 62 the Bible says, na Yesu akasema, Jesus said to him, no man having put his hands on the plow and looking back is fit for the kingdom of God. So Elisha aliondoa mikono yake kwa plow, kwa chembe. Hallelujah.
Na akamwambia Elia, wacha kwanza niende. Na Elia akamwambia, wewe endelea ulime, ni nini kwani nini imefanyika? Mimi sichakuita. Haleluya. Biblia inasema ya kwamba na yeye akarejea katika mstari wa 21, akarejea na akachukua ile nira na akachukua wale ng'ombe aliokuwa analima na wao, akawachinja na akawapika, akawachemsha, akawapika, akapiga miili zao ama nyama zao akitumia ile choko ambayo ilikuwa imewafunga, na akawapa watu na wakakula. Na yeye akaamuka, wakaenda na Elia na kawa mtumishi wa Elia. Haleluya. Huyo nabii wa moto, Mungu amempa mashauri, enda kwanza umtie mafuta Azahel. Hatujasikia ya kwamba alienda akamtia Azahel mafuta. Ukitoka Azahel enda umtie mafuta Jehu. Hatujasikia ya kwamba alienda kumtia Jehu mafuta. Ameenda amemkuta Elisha, kwa sababu hiyo ndio ilikuwa rahisi. Aliangalia akasema, sasa hii mambo ya kumtia Jehu hiyo ni uhaini. Nikienda nimtie huyu mtu ambaye anaitwa Azahel mafuta na Benihadadi anatawala, na ijulikane ni mimi nimemtia, nitauawa. Haleluya. Nikimtia huyu Jehu na Ahabu anatawala, kama tayari there is a bound on my head, sasa nitaweza namna gani? Sasa akakimbia njia rahisi ya kwenda kupata Elisha. Tunashukuru Mungu kwa sababu that actually he did something. Afadhali kufanya kitu kuliko kukosa. He can be aggressive ya kwamba he went and he anointed Elisha. Hallelujah. Na Elisha from there now, huyu Elisha Mungu akamtia mzigo. Yeye ndiye alikuja kutekeleza yale mambo mengine ambayo tutakuja kuyasikia Jumapili ijayo. Msikilizaji wangu, nataka uelewe na uchue. Wakati Yakobo anapoandika na anasema, na naenda kusoma Yakobo 5:17 na 18. Haleluya. Naenda kunakili, anasema Elijah was a man of subject to like passions as we are, and he prayed earnestly that it might not rain, and it rained not on the earth by the space of 3 years and 6 months. Verse 18 says, and he prayed again, and the heaven gave rain, and the earth brought forth the fruits. Katika dini za ulimwengu huu, Orthodox faith, the Jews faith, they believe Elijah was a supernatural being. Wanaamini Elijah hakuwa mtu wa kawaida. And even in our days, kuna wale wanaamuka na wanasema Elijah was a proverb. He was a wonder. Tunaambiwa he was a man like us. Na tumeona alikuwa mtu kwa sababu ameambiwa enda na hajafanya. Na nimekuambia sababu ambayo ilimfanya Elia hakumtia mafuta Azahel. Hakutaka kuhusishwa na uhaini. Alijua ya kwamba yeye tayari anatafutwa. Watu wametumwa wanamtafuta. By the time ataenda kule atafute huyo Azahel amtie mafuta, kichwa chake kitakuwa kishaenda. And he was caring about his head. Hallelujah. By the time ataenda kumtafuta Jehu, amtafute kule ampate na Ahabu anatawala, kichwa chake kitakuwa kishaenda. Kwa hiyo afadhali apite mahali kwenye shamba, akute mtu anaitwa Elisha analima, na yeye alikuwa anamjua. Alipotumuona akapita pale na akamtia choo, na Mungu mwenyewe akafanya kazi yake. Hallelujah. This is Prophet Elijah. Nataka kukoma hapo. Nataka kukoma hapa, taendelea. Na nataka tuombe.
Baba Mungu Mwenyezi, katika jina la Yesu. Baba, nimeinua jina lako, nimekutukuza, nimekuabudu. Wewe ni Mungu mwema, wewe ni mtakatifu wa Israeli, Mungu unayeishi, ambaye umetuwezesha hata siku ya leo tumenena. Nimenena hili neno Baba yangu mbele ya uwepo wako, neno ambalo Mungu tumepita katika mistari za Biblia na umenisaidia kuzielezea Jehova, na kuna mtu amenisikiliza hapa karibu na mbali. Baba, umupe ujasiri, umsaidie kila mmoja wetu akajue. Afadhali Bwana akushikilie wewe, akuamini wewe. Elia alipomaliza kuchangamoto manabii wa Baali kule mlimani wa Karmeli, hofu ikamuingia, akaogopa na akakimbilia maisha yake. Na tumekuja kutambua ya kwamba kule kukimbia hakukuwa kwako, wewe haukuwa umemshauri. Ndio maana ulimuuliza mara ya pili, ni nini unafanya hapa? Na ukamshauri arejee katika hiyo safari, na ukampa assignment ambayo hakutekeleza. Alienda kutekeleza moja, Jehova, na kweli ikajulikana ya kwamba yeye amefikia mwisho. He was so discouraged, akaona maisha yake yeye alishakuwa anasema I am not better than the fathers. Hallelujah. Kumaanisha pia he was an Israelite. Mababa wa Israeli, I'm not better. Angalia, in our days, Mungu wangu na baba yangu, kuna wenye wanatufundisha, wanatuambia ya kwamba he was a sojourner, ya kwamba yeye alikuwa mgeni, ya kwamba hakuwa anatoka Israeli. Uvumi na uongo. Naomba ya kwamba Jehova usiruhusu huu uvumi na huu uongo uendelee kulemaza mwili wa Kristo. Wacha huu uvumi na udanganyifu. Ati Elia alikuwa msafiri, alikuwa mtu ambaye amekuja kuishi kule, ati yeye hakuwa Mwisraeli. Ndio wenye wanaendeleza haya maneno, wajiweke pale na wakajiita Elia na sambaratisha that heresy now in the mighty name of Jesus. Naomba Bwana Mungu, wewe mwenyewe ambaye Bwana ulimthibitishia Elia ya kwamba wewe ni mkuu, ya kwamba wewe ni mkubwa, ya kwamba wewe ni Mungu wa ajabu, njia zako haziwezi kupimika. Asante Baba Mungu, maana Bwana watu wengi waliopotea, wenye wameshikwa mateka katika udanganyifu, katika uongo, wanasue Bwana, waondoe mahali pale. Ingia pale kwa nguvu, angusha miungu ya Baali, angusha udanganyifu katika kanisa siku ya leo, kanisa ambalo Kristo alilifia, niweze kurejelea njia ambazo Bwana wewe mwenyewe ulizianzisha. Mungu wangu na baba yangu, kama vile uishilio, angalia Bwana ulimwengu mzima, kanisa lako linatembea kwenye makosa, kanisa lako linaenda kwenye makosa. Rejesha kanisa lako Bwana, rejesha mwili wa Kristo, rejesha soundness. Yes my Lord. Ondoa wale ambao ni vizingiti, wenye wanapinga mtembeleo wako Bwana. Remove them from the way. Replace them, my God. Replace them, Jehovah. The way you replaced Elijah with Elisha. Jehovah, I pray, may you, Lord my God, seated on your holy throne, nyosha mkono wako uweze Bwana kutembea na watu wako na kutengeneza hayo mapito, ili ya kwamba mapenzi yako yakaweze kutekelezwa. Na kushukuru Baba yangu na kuinua Mungu wa Israeli, maana wewe ni Mungu, maana wewe ni Jehova. Ubarikiwe na uinuliwe Mungu wangu, katika jina la Yesu Kristo nimeomba nikiamini, amen. Msikilizaji wangu, Mungu akubariki. Leo saa 9 nitakuwa hapa katika session ya Kiingereza, tukirudia ujumbe huu. Mchana pia ibada yetu mahubiri ya saa 7 ya 6 mpaka saa 7. Takuwa hapa online, takuwa napeana mahubiri hayo. Na kwa hivyo ninakuomba mahali popote ulipo uweze kuunganika pamoja nasi
ya kwamba ndani ya haya mafundisho uweze kumjua Mungu na uweze kumfahamu Mungu, Mungu ambaye hawezi akaelezewa, hawezi akakunjwa, hawezi akalinganishwa na mtu yeyote. Mungu aliye mkuu, Mungu wa Israeli, Mungu wa kanisa lake, katika jina la Yesu. Nambari yangu ni 0720352398 0720352398. Mchungaji David Wanjala kutoka mji wa Nakuru, The Bride of Christ Outreach Ministry. Shalom. God bless you.